kikao cha chama cha kamati ya siasa ya wilaya. Tukamaliza pale, tukaenda kwenye kikao cha chama cha walimu ambao ulikuwa na uchaguzi, nilikwenda kufanya ufunguzi pale, ndio tukaja Meserani na tukaanzia kwenye miradi kule chini. Kwa hiyo tumekuja kwa kuchelewa, lakini tunasema ndio muda wa Mungu. Na muda wa Mungu umesema tu hapa muda huu, lakini bado kwa kuchelewa huko bado mapokezi yenu jamani yametia fora vibaya sana sana. Tumemaliza mkutano kule kijiji cha chini pale shuleni na tulikuwa tuna watu wengi. Kwa hiyo tulivyokuwa tunakimbizana kuja hapa, nilijua tunakuja kufanya mkutano wa ndani, tunaondoka zetu kurudi Monduli. Lakini kwa kweli hii nyomi tulioikuta kuanzia pikipiki zile, Mungu awabariki sana sana. Kweli wana Meserani, sitasahau hii siku ya leo, imenibariki sana. Wilaya yetu ya Monduli ina vijiji 62 na kata zetu 20. Tumejitahidi kupita kuelezea mafanikio ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa miaka hii 4 ambayo nimekuwa madarakani. Ni kweli lazima niseme kwa upendeleo mkubwa sana, Mama Samia Suluhu Hassan ana upendo mkubwa kama mama, kwanza upendo mkubwa sana. Lakini kwa sisi wana Monduli ana upendeleo mkubwa sana, anatupendelea. Nimesema pale chini, Mama Samia Suluhu Hassan ndio rais mwanamke wa kwanza kwenye historia ya Tanzania. Lakini ni rais ambaye amepata urais yeye akiwa makamu wa rais. Akiwa makamu wa rais, bahati mbaya Rais Magufuli Mungu alimpenda zaidi wakati ule, kwa hiyo mama akapewa urais. Lakini amepewa urais kwenye kipindi kigumu sana. Kipindi ambacho dunia nzima ilikuwa imefunga. Imefunga kwenye utalii, imefunga kwenye biashara kwa sababu ya Covid. Lakini mama akaingia madarakani, kuna fedha ambazo alipewa zile, akaambiwa fedha hizi nenda upeleke hospitali wanunue barakoa na vitu vingine. Lakini Mama Samia kwa busara na upendo akasema, mnisamehe, ninafahamu vipaumbele vya nchi yangu, ninafahamu vipaumbele vya wananchi wa Tanzania. Kwa hiyo fedha yenu mnaonipa nitakubali, lakini sio kwa masharti yenu. Kwa hiyo fedha ile ambayo tulipata ya Covid, Mama Samia akaamua kujenga madarasa ya shule nchi nzima. Tunamshukuru sana Mama Samia. Najua katibu nimepitisha muda wako. Nimalizie. Tuna jambo letu kubwa hapa la chuo chetu cha kijeshi. Na tuna historia ya muda. Nimewaambia wazee kule chini. Kawaambia maamuzi haya ya busara yalifanyika na wazee wetu, wakisema kwamba eneo hili la Monduli litumike kwa mafunzo ya kijeshi. Na alifanyika na wazee wetu, na sisi tunayapokea kwa mikono miwili na kwa heshima kubwa sana. Kwa sababu gani? Ni heshima kwanza kwa wilaya yetu ya Monduli. Ni heshima kwamba wanajeshi wetu wa nchi nzima ya Tanzania, wanajeshi JWTZ kazi yake ni kulinda mipaka ya nchi. Na kila siku wa polisi ni kulinda raia na mali zake. Wanajeshi wanalinda mipaka yetu. Na wapo kazini masaa 24. Ni heshima kusema kwamba yale mafunzo ya kijeshi yanafanyikia Monduli. Hiyo ni heshima kubwa sana. Lazima tujipongeze sana kwa hilo. Ni heshima pia kwamba wanakuja watu kutoka nje. Watu wa mataifa mbalimbali. Wanakuja na wanaona ramani ya Monduli. Na wakija watu wa mataifa, tuchukulie kama ni fursa
tunavokutana nao, tunabadilishana nao mawazo, vitu vingine nchi yao, lakini pia inatuweka kwenye ramani ya dunia. Kwa hiyo nadhani lile ni jambo jema, tunalipokea sisi kwa heshima sana. Lakini tunapolipokea, na mimi natambua kama kiongozi kwamba jamii nayoongoza ya wanamunduli wenzangu, wazee wangu, marafiki zangu wote, hata bomu wetu, kila Jumanne kila mtu yuko mesarani hapa. Kila Jumanne kila mtu yuko mesarani. Manake mfahamu kwamba natambua na mimi kwamba uchumi wetu ndio huo, ufugaji ndio tunaotegemea. Kwa hiyo na mimi pamoja na kutambua heshima kubwa ya chuo chetu, lakini na mimi lazima niende kama mwakilishi wa wananchi wa Monduli ambao benki yao ndio mifugo peke yake, hamna kingine. Lakini nilisema pale chini, lazima wakati tunafanya mawasiliano na vyombo hivi vya ulinzi na usalama, mimi kama kiongozi nisiwe shabiki. Mnanielewa? Lazima kila saa niwe ni daraja ambaye naweza nikatoka nikaje na suluhu ya wananchi wangu kwa heshima kabisa. Ilizuka taharuki kubwa mwezi Januari hapa, na mitandao kwa kweli ilichafuka sana. Na saa nyingine kama kiongozi ukiingia kwenye mitandao unaweza kujisahau, ukakuta unatoa majibu ambayo baadaye hata kuwa msaada kwako wewe mwenyewe kama kiongozi, lakini hata kuwa msaada kwa watu ambao unataka kweli kuwasaidia. Kwa hiyo na mimi nilimtafuta kweli kama anavyoimba hapa ndugu yetu Masai Mweusi, sababu nilisema kule chini. Nilimtafuta Mheshimiwa Rasi Makonda, rafiki yangu, nikamwambia naomba ili jambo tuje tuwe kauli ambayo itashusha taharuki hii. Lakini naye kwa hekima na busara akaniambia, ndugu yangu, hili jambo ni la amiri mkuu. Nikaambia kiongozi, nimekuelewa, lakini nikasema na mimi nipige moyo konde. Wanasema nijiongeze, nafikishaje ujumbe kwa Mheshimiwa Rais aone jambo hili la umuhimu, kwamba taharuki hii ni kubwa. Lakini Mungu aliniongoza nikafikisha ujumbe kwa Mheshimiwa Rais, akaniambia usiwe na wasiwasi mwanangu, jambo hilo linafanywa. Ukweli haikupita siku, nipigiwa simu jioni na Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi akiniambia nimepokea maelekezo, ninakuja Monduli. Nimepokea maelekezo, ninakuja Monduli. Na mimi ngafuatilia kweli kupitia wasaidizi wake, tukapanga tarehe ile ya kuja Monduli, na sikio akaniambia natokea Dodoma nakuja, na nikaambiwa amepewa lile helikopta la Mheshimiwa Rais la kijeshi kuja Monduli. Kwanza mimi moyo wangu kalainika, nikajua hii kazi imekwisha. Kwa hiyo nimshukuru tena sana Mama Samia Suluhu Hassan. Tulifanya mkutano mzuri, mwenyekiti wa kijiji ameshuhudia hapa. Kulikuwa na wenyeviti wa vijiji wote wa jimbo la Monduli, kulikuwa na wazee wa Malagwanani, kulikuwa na madiwani na viongozi wote. Tulifanya mkutano mzuri ambao tumehakikishiwa na tume imeshaundwa. Anafahamu watu wengine walikuwa kwenye tume wapo hapa. Tume imeundwa, inafanyia kazi. Tumehakikishiwa kwamba eneo letu litabakia kuwa la malisho na mafunzo ya kijeshi. Kwa wana Meserani niwashukuru tena, imeingia giza, niwashukuru tena kwa mapokezi haya mazuri. Lakini nimesema tu naomba muendelee kutambua fursa hizi. Naomba pia tuendelee kuishi kwa kuendelea kujenga mahusiano na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, ili popote inapotokea, kwa sababu sisi ni binadamu, popote kunapotokea mtafaruku, angalau tunajua tuwe na njia ya kutokea. Mnajua nilisema kule, wenzetu niwashukuru tena sana wakina mama kwa nyimbo zenu nzuri sana. Nashukuruni sana wakina mama wa Masai Market, nimewaona
angua sijatembea siku nyingi kuwasalimia, lakini nimefarijika sana kuwaona baada ya miaka mingi, lakini asanteni sana sana. Baada ya kusema hayo jamani, niwashukuruni tena sana. Asanteni na mbarikiwe sana. Shukran sana.